Somo letu la leo litakuwa na kichwa kinachosema Melkizedeki na Kristo, ama Kristo Yesu na Melkizedeki. Je, Yesu Kristo ndiye Melkizedeki ama Melkizedeki ni tofauti na Yesu? Au kwa undani zaidi tuweza kuangalia katika siku hii ya leo ya kwamba Melkizedeki, mtu huyu ni nani? Melkizedeki ni nani? Maandiko yanamtambulisha kuwa ni nani? Utambulisho wa Melkizedeki limekuwa ni somo gumu na mjadala mkubwa kwa miaka mingi katika siku zetu na katika miaka mingi iliyopita, na bado somo ama ukweli ama utambulisho kuhusu Melkizedeki limeendelea kuwa ni suala linalochanganya miongoni mwa watu wengi walio wanafunzi wa maandiko matakatifu ama Biblia. Na hili linasababishwa na sababu mbili za msingi. Sababu moja ikiwa ni kwa sababu ya kurekodiwa kwa kisa kifupi sana cha uhai wake Melkizedeki, yani historia yake fupi. Lakini jambo la pili ama sababu nyingine ya msingi ya pili ikiwa ni jinsi alivyooneshwa kwenye kitabu cha Waebrania katika sura ile ya 7 na mstari wake ni wa 3. Historia fupi Biblia inayoitoa kuhusu Melkizedeki inaanza pale Melkizedeki alipokutana na Ibrahimu wakati Ibrahimu akitoka kumwokoa Lutu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17 hadi mstari wa 20, ambapo Ibrahimu alitoka kupigana na wafalme ambao ni wafalme wa Gomora wakati akienda kumwokoa ndugu yake Lutu. Na Melkizedeki kwa jinsi alivyoonyeshwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 14 na jinsi ambavyo ameweza kuelezwa kwa ufupi na Mtume Paulo katika kitabu cha Waebrania, ni kuhani wa kwanza kabisa kutajwa ndani ya Biblia. Melkizedeki ndiye kuhani wa kwanza kabisa kutajwa katika maandiko matakatifu, na ametajwa pia mara nyingine katika Agano la Kale na mtumishi wa Mungu Daudi katika unabii ambao Daudi alitoa unabii kuhusu Kristo ama Masihi na ukuhani wa Masihi ama ukuhani wa Kristo. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 110 utapata unabii huo. Na sehemu ya mwisho kabisa alipotajwa Melkizedeki ni kwenye Agano Jipya kwenye kitabu cha Waebrania ama waraka kwa Waebrania katika sura ya 6 na ile sura yake ni ya 7. Sasa Melkizedeki alikuwa ni mfalme wa Salemu. Melkizedeki alikuwa ni mfalme wa Salemu kama vile Biblia inavyoonyesha na jinsi tutakavyoweza kuona huko mbele. Alikuwa ni mfalme wa Salemu, ambayo Salemu ndiyo Yerusalemu kwa sasa. Zingatia hilo. Salemu, Melkizedeki alikuwa ni mfalme wa Salemu na Salemu ndiyo Yerusalemu ya sasa, na alikuwa kuhani wa Mungu aliye hai. Na pia Melkizedeki ametajwa kama mfano ama kielelezo cha mwana wa Mungu. Katika utamaduni wa Kiyahudi ulitambua ama uliweza kumtambua ama kumtambulisha Melkizedeki katika tamaduni za Kiyahudi ama historia za Kiyahudi. Melkizedeki walimtambua kama Shemu aliyekuwa mwana wa Nuhu, ambaye alikuwa ni muhanga, moja kati ya wahanga waliokuwa wamenusulika katika gharika ya maji enzi zile za Nuhu. Uelewa huu unatokana na habari zilizopatikana katika Agano la Kale kuhusu Melkizedeki. Katika uelewa wa Kiyahudi walimtambua kama binadamu wa kawaida na sio kiumbe ama binadamu wa kimiujiza aliyewahi kutokea katika zama zile. Maana jinsi ambavyo wengi ama mtazamo mkubwa wa watu wengi wanavyomtazama Melkizedeki, wanamuona kama kiumbe ama mtu aliyekuwa tofauti na wanadamu wengine kwa jinsi alivyotajwa katika kitabu cha Waebrania sura ya 7 kama tutakavyoweza kuona.
Lakini Wayahudi katika uhalisia walimfahamu Melkizedeki kama binadamu wa kawaida, na kwa jinsi hiyo basi waliweza kumfananisha ama waliweza kumtambua kama Shemu mwana wa Nuhu aliyenusulika katika mafuriko ama katika gharika ile iliyotokea wakati wa Nuhu. Na Paulo alipokuwa akiandika habari hizi alikuwa ni Myahudi, alikuwa ni Mwisraeli, alikuwa ni Mwebrania, alikuwa akifahamu na alikuwa na uelewa huu ya kwamba Melkizedeki alikuwa ni mwanadamu wa kawaida. Katika somo hili tutakuwa tukijibu swali ambalo mara nyingi limeulizwa ama limekuwa likiulizwa, ama pia ni hoja ambayo inajengwa ama inayotolewa kutetea kwamba Yesu hajazaliwa na Baba na kwamba hana mwanzo. Hoja hii inajengwa hasa na watu ambao wanatetea fundisho la Utatu Mtakatifu na wanatetea kwamba Yesu Kristo hajazaliwa na Baba na kwamba amekuwako tangu zamani na ametokea kuwako kama vile alivyokuwepo Mungu Baba. Somo letu litajikita zaidi katika kufafanua kitabu cha Ibrania sura ya 7, ambapo swali linaloulizwa ama swali ambalo huibuliwa hujengwa zaidi katika kitabu cha Ibrania sura ya 7 na mstari wa 3. Na hapa tunaona watu wengi, unaposoma ama linaposoma andiko hili ndipo utagundua ya kwamba watu wanajiuliza, mbona ni wazi kabisa kupitia katika Waebrania sura ya 7, mbona ni wazi, inaonekana kuwa ni wazi kabisa kupitia Melkizedeki Kristo ametambulishwa ya kwamba hana mwanzo na wala hana mwisho, na pia hana baba wala hana mwana. Basi hebu na tuchunguze kwa pamoja andiko hili, tuone Paulo alikuwa akizungumzia ama alikuwa akimzungumzia Melkizedeki kama mtu ama Kristo Yesu yeye mwenyewe. Katika mstari wa kwanza kabisa wa kitabu cha Ibrania, Paulo anatuambia kwamba alikuwa Melkizedeki aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi kutoka kuwapiga hao wafalme. Ni wazi kabisa kwa kila mwanafunzi wa Biblia, ni wazi kabisa katika hoja hii ama katika dhana hii ataelewa wazi kabisa ya kwamba hakuwa Kristo aliyekutana na Ibrahimu hapo Ibrahimu alipokuwa akitoka kuwapiga wale wafalme, bali yule aliyekutana na Ibrahimu wakati huo alikuwa ni Melkizedeki. Kwa kuongezea zaidi, katika mstari wa 4 Biblia takatifu inasema, basi angalieni jinsi mtu huyu alivyokuwa mkuu, ambaye Ibrahimu baba yetu mkuu alimpa sehemu ya 10 ya nyara. Sasa hebu na tuangalie na tuone Paulo alimaanisha nini kusema hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Huyo adumu kuwa kuhani milele, kwa mfano wa Melkizedeki katika Waebrania sura ya 7 mstari wa 2 na wa 3. Hapo tunaona habari hizo ya kwamba hana baba, hana mwana, hana wazazi na wala hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Hiyo inapatikana katika Waebrania sura 7 na mstari wake ni wa 3. Ufunguo wa kuelewa mstari huo wa 3, ufunguo wa kuelewa andiko hili unapatikana kwenye mstari wa 5 na mstari wa 6 wa sura hiyo hiyo ya 7, ambayo inasema, na katika wana wa Lawi nao wale waupatao ukuhani wana amri ya kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, yani ndugu zao, kwa agizo la sheria, ijapokuwa umetoka katika viuno vya Ibrahimu, bali yeye ambaye uzao wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao, alitwaa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu, akambariki yeye aliye na ile
ahadi. Waebrania sura ya 7 mstari wa 5 na wa 6. Hii inatuambia wazi kabisa ya kwamba yeye Melkizedeki, uzao wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao, yani wana wa Lawi. Zingatia hilo. Biblia tafsiri ya Peshitta ama Peshitta Bible ama Syriac version inaweka sentensi hiyo kama ifuatazo. Inasema, but this man Melchizedek, who is not recorded in their genealogies, yani Lawi, kwamba lakini mtu huyu Melchizedeki ambaye hajaandikwa katika ukoo ama katika uzao wao, yani Lawi, took tithes even from Ibrahim, alichukua sehemu ya 10 ama fungu la 10 kutoka kwa Ibrahim. Katika Waebrania sura ya 7 na mstari wake ni wa 6 inaeleza hivyo ya kwamba kwa tafsiri ya Peshitta Bible translation ama version inaeleza ya kwamba Melkizedeki, mtu huyo ambaye hakuandikwa katika uzao wa Lawi, alichukua zaka kutoka kwa Ibrahim. Baada ya kuona hilo ama kufahamu jambo hilo, litatusaidia katika kuelewa kile Paulo alimaanisha katika mstari wake ni wa 3 ambao unasema, without father, without mother, without descent, hana baba, hana mama, hana uzao, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa siku zake. Kauli hii inamaanisha kuwa uzao Melkizedeki hana uzao, ikiwa na maana kwamba nasaba yake Melkizedeki haijulikani, ambapo kuhani wa Kilawi asingeruhusiwa kuhudumu hadi uzao wake ujulikane, ametokea kabila ya Lawi. Sifa hizo zilikuwa kwa Melkizedeki peke yake, kuonyesha upekee wa ukuhani wake, ambazo ni mfano ama kielelezo cha ukuhani wa Kristo mwana wa Mungu, na sio nafsi yake yeye mwenyewe Kristo. Nafsi ilikuwa ni ya Melkizedeki halisi, lakini Melkizedeki alikuwa ni kielelezo cha Kristo Yesu mwana wa Mungu, kulingana na sifa ambazo alikuwa nazo, na ndizo sifa ambazo mtume Paulo aliweza kuzitumia kuonyesha mfanano kati ya ukuhani wa Melkizedeki na ukuhani wa Kristo Yesu mwana wa Mungu. Kwa hiyo pointi kubwa hapa tunaiona, Paulo alikuwa akijenga msingi kuonyesha ukuhani, mfanano wa ukuhani kati ya ukuhani wa Kristo Yesu mwana wa Mungu na ukuhani wa Melkizedeki. Hiyo ndiyo ilikuwa pointi ya msingi ya kuzingatia. Hakuna ushahidi wowote katika maandiko matakatifu, hakuna ushahidi wowote katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 14 mstari wa 18 ambapo Melkizedeki alikutana na Ibrahimu akitoka kuwapiga wale wafalme. Hakuna ushahidi wowote katika andiko hilo, hakuna nakala yoyote, hakuna kitu chochote ama kielelezo chochote kinachoonyesha ya kwamba Melkizedeki hakuwa mtu wa kawaida, yani kiumbe ama kama wengine wanavyotafsiri ya kwamba alikuwa ni kiumbe cha kiroho, na wengine wakienda mbali zaidi hutafsiri kuwa alikuwa ni Roho Mtakatifu. Sasa hapa tunaona, na ukisoma muktadha wa andiko hili la Mwanzo sura ya 14 mstari wa 18 utagundua Melkizedeki alikuwa ni mtu wa kawaida, kwa sababu kwanza amewekwa kwenye kundi la wafalme. Kwenye sura hiyo hiyo kama mtu aliyeishi enzi hizo katika historia. Katika uhalisia, Melkizedeki alikuwa na baba na alikuwa na mama, na alikuwa na mwanzo wa siku zake, yani kuzaliwa, na alikuwa na mwisho wake, yani kufa. Vinginevyo asingeweza kuwa binadamu halisi. Na kama hakuwa binadamu
wa kweli na binadamu halisi, basi asingekuwa na sifa ya kuwa kuhani kama yalivyoelekeza maandiko, kwa sababu makuhani wote walitoka katika wanadamu. Hakuna mahali popote katika maandiko matakatifu ambapo tunapata ya kwamba kulikuwa na kuhani asiyekuwa mwanadamu. Makuhani wote waliochaguliwa walichaguliwa katika wanadamu ili wahudumu kwa ajili ya wanadamu. Kitabu cha Waebrania sura ya 5 mstari wa 1 kinathibitisha hili, ambapo inasema every high priest is chosen from his fellow men and appointed to serve God on their behalf, kwamba kila kuhani mkuu huchaguliwa ama alichaguliwa miongoni mwa wanadamu wenzake ama watu wenzake, na akateuliwa kwa ajili ya utumishi wa Mungu kwa ajili ya ndugu zake. Kwa hiyo Melkizedeki alikuwa binadamu wa kawaida kabisa, ambaye alikuwa mfalme wa Salemu, ambayo ndiyo Yerusalemu ya sasa, akiwa ni kuhani wa Mungu aliye hai na pia akiwa ni mfalme. Sifa ya Melkizedeki, alikuwa ni mfalme na pia alikuwa ni kuhani. Hivyo basi, ukuhani wa Melkizedeki haukutokana na uzao wa Lawi, na hii ndio ilikuwa pointi ya Mtume Paulo aliyokuwa anajaribu kuijenga, kufananisha ukuhani wa Melkizedeki na ukuhani wa Kristo Yesu. Ukuhani wa Melkizedeki haukutokana na uzao wa Lawi, hakuwa wa uzao wa Lawi, na hiki ni kielelezo cha Kristo mwana wa Mungu, ambaye hakutoka katika kabila ya Lawi bali alitoka katika kabila ya Yuda. Waebrania sura ya 7 mstari wa 14, ambayo inaonyesha wazi ya kwamba Kristo Yesu Bwana wetu alitoka kabila ya Yuda, na hili ndilo lilikuwa lengo ama kusudi la mwandishi wa kitabu cha Waebrania sura ya 7 mstari wa 3, yani Paulo. Hana baba wala mama, hana uzao, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Kauli hii inamaanisha ya kuwa historia ya Melkizedeki na chimbuko la Melkizedeki, uzao wake haukuandikwa popote. Historia ya ukoo wa Melkizedeki haikuandikwa mahali popote katika Biblia. Baba yake wala mama yake hawakuandikwa katika Biblia, kwa sababu historia ya Melkizedeki inaanzia pale tu anapokutana na Ibrahim na kumbariki, na inaishia hapo hapo. Wala hatuoni ya kwamba kisa hiki cha Melkizedeki kiliweza kuendelea mbele, ama kuna maelezo ya ufafanuzi ya kule alikoelekea Melkizedeki, kule alikozaliwa Melkizedeki, kule alikofia Melkizedeki, kule alikokuwa anaishi Melkizedeki. Tunaona tu alikuwa ni mfalme wa Salemu, alikuwa ni mfalme wa Salemu, lakini hatuonyeshwi ya kwamba alizaliwa wapi, baba yake ni nani, mama yake ni nani, na alikufa akiwa wapi, kwa sababu kisa kifupi kinatolewa alipokutana na Ibrahim baba yetu, wakati akitoka kuwapiga wafalme kumwokoa ndugu yake Lutu. Sasa hii inaweka mazingira wazi kabisa ya kwamba katika hoja tulizoweza kuzijenga hapo nyuma ya kwamba Melkizedeki alikuwa ni binadamu wa kawaida na asingeweza kufaa kuwa kuhani kama asingelikuwa binadamu. Kwa ilibidi ama kwa uhalisia ama kwa kawaida ya makuhani ilibidi wawe wanadamu ndipo waweze kuhudumu kwa ajili ya wanadamu. Asingekuwa kiumbe tofauti na mwanadamu. Hilo ni jambo la kuzingatia kabisa. Sasa Biblia tafsiri ya Siriaki ama Peshitta tulioisoma hapo nyuma, katika mstari wa 3 katika kitabu cha Waebrania sura ya 7 inasema yafuatayo. Inasema, of whom neither his father nor his mother
are written in the genealogies, nor the commencement of his days, nor the end of his life, but after the likeness of the Son of God, his priesthood remaineth forever. Kwamba ambaye baba yake wala mama yake hawajaandikwa katika uzao, wala mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa siku zake. Kwa tafsiri hii ya Peshitta inatuonyesha Paulo alipokuwa anaandika katika Waebrania sura yake ni ya 7 mstari wa 3, hana baba, hana mama, hana uzazi na hana mwanzo wa siku zake na hana mwisho wa siku zake. Alimaanisha ya kwamba Melkizedeki historia yake haikuandikwa katika Biblia. Lakini pia katika Biblia tafsiri ya Habari Njema inaweka mazingira vizuri na inatoa ufafanuzi mzuri kabisa kusapoti hiki tulichokijenga. Inasema maneno yafuatayo katika Waebrania sura ya 7 mstari wake ni wa 3, Good News Bible, Biblia tafsiri Habari Njema inasema, baba yake na mama yake hawatajwi, wala ukoo wake hautajwi. Haisemwi alizaliwa lini au alikufa lini. Baba yake na mama yake hawatajwi, wala ukoo wake hautajwi. Haisemwi alizaliwa lini au alikufa lini. Hii ndiyo ilikuwa tafsiri ya kile Paulo alikimaanisha. Historia ya Melkizedeki, uzao, ukoo, wazazi wa Melkizedeki hawakuandikwa katika maandiko matakatifu, maana kisa chake kilianzia pale tu alipokutana na Ibrahim baba yetu. Ubinadamu wa Kristo ni moja kati ya nguzo za imani ya Kikristo na ndiyo inayotufananisha na inatuunganisha sisi wanadamu na yeye Kristo Yesu, kuhani wetu mkuu. Yeye ni ndugu yetu mkubwa. Melkizedeki alikuwa kielelezo hai ama unabii kwa lugha nyingine, ambacho siku moja kingeonyesha siku moja Kristo angekuja kuwa uhalisia. Kama kuhani wa wanadamu alipaswa kuwa mwanadamu, yani Melkizedeki, katika Waebrania sura ya 5 mstari wa 1 jinsi tulivyoona. Kwa hiyo Melkizedeki kama kuhani wa wanadamu alipaswa kuwa mwanadamu. Kama vile Kristo kuhani wetu mwenye huruma, tuzingatie na tuweke akilini jambo hili ya kwamba kila kuhani aliyetajwa ndani ya Biblia alikuwa binadamu. Hakukuwa na mahali popote, wala hapana mahali popote katika Biblia takatifu ambapo kuna kuhani aliyetajwa ambaye hakuwa binadamu, na hiyo ni kinyume kabisa cha maandiko. Kwa hiyo Melkizedeki alikuwa mwanadamu wa kawaida kabisa. Melkizedeki alikuwa binadamu wa kawaida kabisa. Alikuwa na wazazi, alikuwa na baba, alikuwa na mama, alikuwa na uzao, alikuwa na mwanzo wa siku zake, yani kuzaliwa, na alikuwa na mwisho wa kuishi kwake, isipokuwa uzao wake na historia yake yote haikuandikwa katika maandiko matakatifu, haikurekodiwa kama vile mtumishi wa Mungu Ibrahimu, historia yake ilivyoanza, jinsi alivyoandikwa. Mtumishi wa Mungu Musa, uzao wake, mtumishi wa Mungu Yoshua mwana wa Nuni, wote waliandikwa uzao wao. Biblia iliandika kwa kuzingatia uzao wa mtu, lakini kwa Melkizedeki, kwa sababu lilikuwa ni tukio fupi alipokutana na Ibrahimu, haikuandikwa uzao wake ulitoka wapi. Kwa hiyo Kristo alikuwa ndiyo kielelezo halisi cha Melkizedeki, na Melkizedeki alikuwa ni kuhani wa kibinadamu aliyehudumu kwa ajili ya wanadamu. Na hata Kristo Yesu pia naye alikuja na ubinadamu ili afae kuwa kuhani wetu.
asingeweza kuwa kuhani wetu mkuu kama asingekuwa binadamu. Isingewezekana. Kitabu cha Ibrania sura ya 2 mstari wa 17 inasema, hivyo ilimpaswa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu, mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Kutokueleweka kwa utambulisho sahihi wa mtu huyu Melkizedeki imepelekea mitazamo mingi na mafundisho mengi na dhana nyingi zinazopotosha kuhusu ukweli halisi wa mtu huyu Melkizedeki, na pia imepelekea watu kuweka mtazamo ya kwamba na kupinga ukweli ya kwamba Kristo Yesu hakuzaliwa na Mungu Baba, jambo ambalo sio sahihi. Kristo Yesu mwanzo wake umekuwa baada ya kuzaliwa na Mungu Baba, na ndio maana maandiko yanasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 6, Mungu kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Hii inamaanisha hata mwana wa Mungu Kristo Yesu ametoka kwake Mungu huyu aliye Baba. Kwa hiyo ni wazi kabisa mwana wa Mungu Yesu Kristo amezaliwa kutokana na Baba na mwanzo wake ni kuzaliwa kwake. Hoja hii inayojengeka hapa kuhusu Melkizedeki kutaka kupinga wana wa Kristo ama kufaa kwa Kristo kuzaliwa na Baba hailingani na haiwezi kukubaliana na maandiko matakatifu. Melkizedeki alikuwa ni binadamu wa kawaida. Kutokana na mtazamo huu ama mitazamo ambayo inaibuliwa kuhusu Melkizedeki, kielelezo kizuri ama kielelezo sahihi kilichoonyeshwa kwenye maandiko matakatifu kuhusu Melkizedeki kimeondolewa. Melkizedeki hakuwa kiumbe cha kimungu kama vile wasemavyo watu wengi. Kama nilivyotangulia kusema, kuna nadharia ya watu wanaojenga ya kwamba Melkizedeki alikuwa ni Roho Mtakatifu aliyetokea katika mwili kwa kizazi kile cha Ibrahimu. Wazo hilo kwamba Melkizedeki alikuwa kiumbe cha kiungu ama alikuwa ni Roho Mtakatifu linaharibu kabisa umuhimu wa kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, ambapo Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima milele. Zana hii na mitazamo hii inayojengwa kuhusu Melkizedeki kwamba alikuwa ni kiumbe cha kiungu ama alikuwa ni Yesu mwenyewe aliyeshuka katika kizazi cha Ibrahimu ama alikuwa ni Roho Mtakatifu aliyeshuka katika mwili, kinaharibu kabisa ukweli wa Yohana sura ya 3 mstari wa 16 na kuonyesha wapatanishi wawili, na pia inaonyesha kwamba Kristo alikuja katika mwili kabla ya kuzaliwa hapa duniani na tayari alikuwa ni kuhani mkuu na mpatanishi. Sasa swali ambalo tunaweza kujiuliza, ikiwa ilikuwa hivyo, swali ambalo tunaweza kuhoji hapa ni kwamba ikiwa alikuwa ni Kristo yeye mwenyewe na alikuwa kuhani akifanya upatanisho, je, alikuja tena kuzaliwa mara nyingine na Mariamu kwa ajili ya kazi gani, ikiwa Kristo Yesu tayari alikuwa ameshakuja katika jina la Melkizedeki? Kwa sababu hoja inajengwa alikuwa ni Yesu mwenyewe na alikuwa ni kuhani. Sasa ikiwa Yesu alikuwa ni kuhani wakati huo wa Ibrahimu na alikuwa ameshakuja wakati huo, kulikuwa na haja gani ya kuja tena kuzaliwa, kufa na kufufuka na kuwa kuhani mkuu tena? Swali hili tukijiuliza hatuwezi kulipatia majibu. Na alikuja tena kuzaliwa kwa nini, ili hali tayari alikuwa ameshakuja? Swali hili halitapata majibu. Ingawa habari zinazopatikana kuhusu Melkizedeki ni kidogo, lakini ushahidi ni wazi kwamba alikuwa mwanadamu aliyekuwa mwakilishi wa Kristo, ambaye siku moja Kristo angekuja kama mwanadamu.
Muunganiko huu na ukweli huu unatupatia uhakikisho kwamba tunaye kuhani mkuu mwaminifu anayeguswa na udhaifu wetu. Waebrania sura ya 4 mstari wa 15. Yeye ndiye uhalisia wa kile kuhani aliyewakilisha. Yeye ndiye alikuwa uhalisia. Kristo Yesu ndiye aliyekuja kutimiza vivuli vyote vilivyowahi kuwepo: vivuli vya wanakondoo, vivuli vya miganda ya kutikiswa, vivuli vya njiwa, vivuli vya makuhani akiwemo Haruni, vivuli vyote ikiwemo kivuli ama kielelezo cha Melkizedeki. Hivyo Melkizedeki alikuwa binadamu, mfalme wa Salemu, mwenye baba na mwenye mama, na aliyekuwa na mwanzo wa siku zake na mwisho wa uhai wake. Lakini yote hayo kuhusu uzao wake hayakuandikwa katika maandiko matakatifu.